Ni sehemu ya 7. Sehemu ya 6 nimeona komenti zenu. Poleni sana kwa wengi ambao umehuzunishwa na kifo cha mtoto wetu, ama kwa wengine ni mdogo wenu ambaye ni Lisa. Of course inauma sana unapokuwa unapitia changamoto kutatua changamoto za mahusiano wako, alafu mbaya zaidi unakuja kuondokewa na mtoto. Yaani pale ambapo unajua kwamba umeshamalizana na changamoto inayokabili mahusiano yako, lakini unakuja kukutana na pigo zito la kuondokewa na mtoto. Inauma sana. Yaani tusikatae, inauma mno. Kwa yote tuona kwamba kina Aston waliweza kumpoza dada yetu Lindsay, lakini pia mbali na Aston tuliweza pia kumuona Martin ambaye pia aliweza kumtembelea Lindsay nyumbani kwa kuweza kumpatia pole kwa kuondokewa na mtoto. Lakini kitendo cha Martin kumkuta Aston nyumbani ni kitendo fulani ambacho kama kilileta tafsiri ya wivu hivi, kwa sababu mwisho wa siku Martin aliomba utambulisho kwa huyo mgeni ambaye amemkuta hapo nyumbani, lakini Aston akawahi kujitambulisha mwenyewe akisema kwamba yeye ni rafiki tu wa Lindsay. Na baada ya hapo Aston akaamua kuondoka. Martin mwenyewe tunaona bado ni kama anamfukuzia sana Lindsay. Ni ameshamuuliza pia anampenda. Kwa hiyo kitendo cha kuondoka Aston hatujui kitaathiri vipi kwa Lindsay, lakini mwisho wa siku Lindsay aliamua kumtumia ujumbe Aston, na hapo kumtumia penyewe ujumbe ni baada ya kuona mitandaoni akipostiwa kupewa pongezi na kutakiwa heri ya siku ya kuzaliwa. Kwa hiyo na Lindsay akaamua kuchukua simu yake na kumtumia Aston ujumbe mfupi akiandika ya kwamba heri ya siku ya kuzaliwa na asante kwa kunidanganya. Hatimaye nimejua urafiki wako kwangu haukuwa wa kweli. Furahi siku yako. Sasa msikilizaji, huu ujumbe kama tunakumbuka ameuandika hivi ni kwa sababu pia kwenye kamshumaa umri uliandikwa 29. Kwa hiyo Lindsay alikuwa anajiuliza kwamba na maana alinidanganya umri wake ama. Kwa hiyo tunasonga mbele msikilizaji. Mimi naamini upo mzima wa afya tele. Langu jina Lucas Lumbas na mtayarishaji wa hii simulizi ni Dada Chuchu. Na msikilizaji niwe hapo naomba kukufahamu kwa like ama comment, okay? Sasa Lindsay anatuambia kwamba niliamua kwenda kumsalimia Gracie. Rafiki yangu mpenzi alijifungua nikiwa nauguza, japokuwa alikuwa bado ni mzazi, lakini alitoka na kuja kuwepo kwa ajili yangu kipindi chote cha msiba. Alikuwepo kunishika mkono kila nilipomhitaji. Hivyo ni wajibu wangu kurudisha fadhila angalau kidogo. So nilipofika nilipokelewa na msaidizi wake. Nilimuuliza yule msaidizi wa kwamba Gracie uko wapi? Yule msaidizi kwa tabasamu akanijibu ya kwamba alienda kulala baada ya Lily kulala. Nikasema Lily? Nirudia lile jina la mtoto. Kwa mambo yote aliyokuwa yanaendelea sikupata hata nafasi ya kujua jina la mtoto. Nikasema ya kwamba wao, jina zuri sana. Basi niliamua kumuuliza na yule msaidizi ya kwamba naona unaitwa nani? Yule msaidizi akaniambia naitwa Mage. Nikasema oh Margaret, mimi naitwa Lindsay, au unaweza kuniita Lynn. Kama hayo yanakupa shida unaweza kuniita Mama Lau. Nilimueleza hivyo. Tulikaa kimya kidogo. Inaonekana kabisa huyu dada wa watu hana kitu cha kusema. Hivyo alibaki tu amesimama akinitazama. Mpaka muda Gracie anaamka, nilishampikia mtori na kumwandalia maji ya moto na kuyahifadhi kwenye chupa. Basi Gracie aliita kutoka sebuleni akasema kwamba we Mage, hebu naomba niandalie maji nimuogeshe Lily. Naona angalau atajua limetoka. Gracie alisema hivyo. Nilitokezea sebuleni, kitu kilichomfanya Gracie aache tabasamu kubwa. Akauliza kwamba unafanya nini nje ya nyumba yako we mama? Aliuliza kusasa akimweka Lily vizuri tayari kwa kunyonya. Nimekuja kumsalimia mwanangu. Unajua sijapata bahati ya kumuona huyu mtoto tangu amezaliwa. So naona wakati wa kuganga yajayo umefika. Ila Lindsay jamani. Sasa lakini unajua hakukuwa na ulazima wa kuja leo, Mimi leo unachokipitia. Gracie alinieleza hivyo kwa pole, kitu kilichofanya macho yangu aje machozi. Hamna je, naona tu kama nikikaa kwenye ile nyumba nitakuwa kichaa. Vitu vingi vinanikumbusha binti yangu.
unamjua Lisa na unajua jinsi alivyokuwa anapenda vitu vyake na hapendi kubadilishwa vitu. Kwa hiyo nikiosha vyombo nitakutana na kile kikombe chake cha kijani anachokipenda, au nikifanya usafi nitakutana na vitu vyake tu vya kuchezea. So sio rahisi kusahau na sidhani kama nitaweza kusahau, lakini kutoka hivi na kupata muda wa kuona watoto wazuri kama Lily kunanipa tumaini jipya. Sawa, hakuna shida. Alafu hata sijaja na zawadi yoyote. Leo nimekuja tu. Nitakuja rasmi kumsalimia mwanangu, na siku nikija naomba ujipange mama. Nilimwambia G huku nikitabasamu. G akasema ya kwamba nakuelewa mama, hauna shughuli ndogo. Alafu kwanza najua utakuwa na njaa, nimekuandalia mtori. Alafu maji ya mrembo ya kuoga hapo tayari. Acha nikusaidie kumogesha. Wewe uoge, ule upumzike. Mimi acha nikimbizane naye kidogo. Nilimweleza G mwanae alipomaliza kunyonya. Basi Grace akasema ya kwamba yani ni kama unaimba masikioni mwangu tu. Mwanangu ni muujiza, lakini kuna muda nachoka. Yaani nashindwa kuelewa yani uliwezaje kipindi ulipozaa mapacha. Grace aliniambia sasa akinikabidhi Lily na hakuangeka hata kumcheulisha. Nilicheka tu na kumweka Lily begani huku sasa nikimpiga taratibu. Baada ya Lily kucheua, tulienda chumbani kwake ambapo nilimweka kitandani na kuandaa maji kwa ajili ya kumogesha. Nilijikuta nikifurahia sana kumhudumia yule mtoto, na yeye alinipenda sana. Hakulia hata kidogo. Hadi muda wa kuondoka ulipofika, alikuwa mikononi mwangu tu. Mama yake alimchukua na kumnyonyesha kisha akarudi mikononi mwangu. Nilipata furaha ya ajabu kuwa yani kwa kuweza kuwa naye mikononi mwangu. Ilikuwa ni jioni kabisa na Lily alishapata usingizi. Hivyo nilikuwa nikipata nafasi ya kupiga story na rafiki yangu kabla ya kuondoka. Asa Grace ananiambia kwamba simu yako inaita Lynn na hisi itakuwa hata mara ya 10. Jali niambia hivyo baada ya kuona sipokea simu yangu. Msikilizaji, ukweli ni kwamba sikutaka kupokea. Yaani sikutaka kabisa kuongea na Aston. Awamu hii baada ya simu yangu kukata, simu ya Grace iliita. Grace alipokea kwa tabasamu na baada ya kusalimiana na huyo mtu alinikabidhi simu yake. Basi nilimuuliza ya kwamba ni nani. Nilimuuliza kabla sijachukua ile simu mikononi mwake. Grace akaniambia kwamba Aston amesema nakupigia upokee. Sasa hiyo sina maanisha sitaki kuongea naye. Hebu ache kunisumbua basi. Nilimwambia Grace ambaye bado alikuwa amenyoosha mkono wake akinikabidhi simu yake. Asa Grace akaniambia kwamba msikilize tu Lynn, huwezi jua. Grace aliniambia hivyo huku sasa akiweka ile simu sikioni mwangu. Sauti ya Aston nilisikia ikiniita, lakini sikuongea, yani sikuitika, nilibakia tu kimya. Lynn mama, najua unanisikia. Nakusikia ukipumua. Naomba unisamehe mama. Naomba nipatie nafasi nikueleweshe. Nimekuja hadi kwako lakini sijakukuta. Ningekuwa napajua kwa Grace ningekuja. Alisema hivyo na kusikiliza kama nitaongea kitu, lakini nibaki kimya. Basi nitakusubiri hapa kwako. Wakati wowote utakaorudi utanikuta hapa getini. Aliniambia hivyo na ukata simu. Nilitoa ile simu sikioni na kumkabidhi Grace. Grace akasema kwamba unamuonea sana huyu kijana wa watu. Namuonea kwa LPG. Aston amedanganya. Tena amedanganya umri wake. Ina maana tuko sekondari tuanze kudanganyana umri ama? Kwani nini kinaendelea baina yenu? Hamna chochote G. Yeye ni rafiki yangu tu, hamna chochote. Sasa kama yeye ni rafiki yako, kwa nini umri wake unakusumbua sana? Bwana sina shida na umri wake lakini amendanganya. Yaani kwa nini anadanganye? Lynn, yani hicho ni kitu ambacho unatakiwa umuulize Aston mwenyewe. Yeye ndo atakuwa na majibu ya kwa nini alikudanganya. Grace alisema hivyo. Mimi nibakia tu kimya msikilizaji, kwa sababu najua ukibishana na Grace hakuna kushinda huo mjadala. Baada ya Fabi kunipa taarifa kuwa yuko njiani akiwarudisha watoto nyumbani, nilimwaga Grace na kuanza safari ya kurudi nyumbani. Nilipofika getini nilikuta gari la Aston. Alipoona gari yangu alishuka haraka na kusimama akisubiri nishuke. Sikutamani kushuka kwenye gari langu, lakini ilibidi nishuke ili niweze kufungua geti. Nimeshaamua kesho natafuta mlinzi. Yaani kesho nitajitahidi kabisa kutafuta mlinzi. Kama ningekuwa na mlinzi ningeweza
kuingiza gari bila kushuka na kulazimika kuongea na Aston. So niliposhuka kwenye gari, Aston alinivuta na kunikumbatia. Nilijikuta nikishusha pumzi bila kutegemea. Ile hasira niliyokuwa nayo ilipotea ghafla. Yaani hata siwezi kuelezea. Lynn, naomba unisamehe sana mama. Mimi sikumaanisha kukudanganya wala kukuficha kuwa leo ni siku yangu ya kuzaliwa. So naomba unisamehe sana mama. Aston aliniambia huku akishika mikono yangu. Moyo wangu ulishalainika japo nilitamani ningekuwa bado ninayo ile hasira nimkasirikie. Kwa nini unaamua kunidanganya kama mtoto Aston? Ni zaidi ya mwaka tangu tufahamiane. Sasa kwa nini unidanganye tu muda wote huo? Ebu kwa nini tusiende ndani? Hatuwezi kuongelea hapa getini mama. Hamna kwenda popote. Nielezee kila kitu hapa. Kwa nini ulinidanganya? Lynn, kama mwaka jana ningekuambia na miaka 28, je, leo tungekuwa hapa tulipo? Ungekubali atakuwa rafiki yangu? Mimi nitamani tu nifahamu mimi kama mimi bila swala la umri kuwepo. Japo tangu mwanzo ndiye hakikisha unajua kuwa mimi ni mdogo kwako kiasi. Aston, miaka 3 ni mingi sana Aston. Mwanzo nilijua nimekuacha miaka 4 na sasa natambua nimekuacha miaka 7. Huo ni tofauti hapo. Na hilo swala la urafiki, ungejaribu mwaka jana tu ndio ungeelewa kama ningekuwa rafiki yako au la. Lakini Aston, haukutokea kunidanganya. Najua Lynn. Naelewa sana hilo mama. Lakini wewe mwenyewe unaona jinsi ulivyochukulia hili swala. Alafu bado unauliza tena kwa nini nilikuficha. Lakini sasa unajua kweli kwamba una haki ya kuchagua kama bado utabaki rafiki yangu. Na kwa nini ukuniambia kuhusu siku yako ya kuzaliwa? Ni kwamba mimi watu sipendi kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Yaani kivipi? Kwa nini? Baba mdogo wangu ambaye namuita baba alifariki siku kama leo nikiwa mdogo tu. Alipata ajali akiwa njiani kwenda kunitafutia zawadi niliyomwomba. Tangu siku hiyo siwezi kusherehekea Lynn. Tasherehekeaje? Aston aliniambia huku macho yake yakija machozi. Bila kufikiria nilimkumbatia. Aston, I'm sorry. Naomba nisamehe kwa kukasirikia. Anyway, sikujua kama unapitia kipindi kigumu. Yaani sikujua kuwa leo ni siku ngumu hivi kwako. So pole sana. Asante. Usiwaze, najua nilikukwaza pia. Kwa hiyo ndio sababu uliondoka vile asubuhi. Nilimuuliza hivyo Aston. Aston alinitazama kwa muda kabla ya kuongea. Kwa hiyo hauelewi kabisa? Sielewi nini tena? Aston alivuta pumzi kabla ya kuendelea kuongea. Niliondoka ili niwapishe upate muda na Martini wako. Martini wangu, unaongea nini wewe? Acha kuigiza Lynn. Si ule mpenzi wako alikuja asubuhi? Hakuna haja ya kuficha Lynn. Naelewa tulikubaliana kila mtu atafute mtu wake, na kama umempata basi mimi nitakufurahia. Yaani sijui hata mawazo umetoa wapi, lakini hakuna kitu kinachoendelea baina yangu na Martin. Lynn, uko serious? Aston aliuliza huku sasa akinisogelea, kitu kilichofanya nirudi nyuma hadi akaishia kunibananisha kwenye gari langu. Mimi nilipata gumizi kuongea aliponishika kiuno changu huku akileta mdomo wake karibu sana na mdomo wangu. Una uhakika? Ndio. Baada tu ya hilo neno kutoka mdomoni kwangu, Aston alikutanisha midomo yetu, kitu kilichonifanya nigune. Tulibusu kwa muda mrefu kidogo, tuliachiana ili kupumua. Hivi, unaelewa nimesubiri muda gani ili kuweza kukugusa tena? Nikiwa na wewe na saumu maumivu yangu yote. Aliniambia na kurudisha mdomo wake kwangu, huku sasa mikono yake ikitalii kwenye mwili wangu. Aston, kwa nini tusiende ndani? Hivi sio vitu vya kufanya nje. Nakumbuka wewe ndio ulikataa tusingie ndani. Na hata hivyo hakuna mtu hapa. Majirani zako analala mapema sana. Aston aliniambia huku sasa akifungua zipu ya suruali niliyokuwa nimevaa na kuingiza mkono wake. Nilibaki tu nikivuta pumzi na kulegea pale nje.
Nilipofungua mdomo wangu kusema kitu, alikutanisha tena midomo yetu na kunyamazisha. Niliona taa za gari kwa mbali, ndipo akili yangu ikawakumbuka watoto. Nilijaribu kumsukuma Aston lakini hata hakujigusa. Mwanga ulipokuwa mkali, ndipo aliponiachia na kutoa mkono wake taratibu kwa kutabasamu. Alinisaidia kufunga suruali yangu huku sasa akiniangalia machoni. Alipomaliza alianza kulamba vidole vyake. Nilikuwa naona aibu ya ajabu, lakini kitu pekee nilichotamani ni kuwa na Aston. Lakini najua hilo haliwezekani. Unajua Aston ananipa hilo, yani anyway, Aston ananipa lile penzi la ujana ambalo sijawahi kulipata ujanani. Sauti ya Lorena ilisikika kiita, "Uncle Aston." Mdau alikuwa anakuja mbio. Aston alimalizia kulamba vidole vyake, kisha akamgeukia Lorena ambaye alikuwa akirukaruka kwa furaha baada ya kumwona Aston. Basi Lorena akasema ya kwamba, "Nibebe Uncle Aston nizungushe kama saa ile." Basi nilifunga macho kwa aibu nikiwaza mikono ya Aston ilipokuwa alafu anataka ambebe mwanangu. Aston alimwambia kwamba sasa hivi mikono yangu imechoka. Alimwambia hivyo kitu sasa kilichofanya nishushe pumzi. Aston alinitazama na kunikonyeza. Sasa Lorena ilalamika akasema kwamba, "Bwana, sio haki, wakati ulikuwa unamkumbatia mama, alafu hatutaki kunibeba." Basi Aston na mimi wote tulitoa macho na tukutegemea kuwa ametuona. Lakini afadhali kama ameelewa hivyo. Aston alimwambia kwamba mama alikuwa anajisikia vibaya, ilibakia kidogo tu anguke, ndio nilikuwa namweka vizuri. Basi Lorena alinigeukia akasema kwamba, "Pole mama, unaendeleaje?" Kabla sijamjibu Lorena, Aston aliongea akasema kwamba, "Kweli hivi Lynn, unaendeleaje?" Aston aliuliza huku sasa akinikonyeza na kutabasamu. Alikuwa anafurahia kweli jinsi ambavyo nimejikuta sina cha kusema. Kabla sijawajibu, Fabi alikuja akiwa amembeba Liam. Liam mdao alikuwa amelala tu na Lau alikuwa pembeni na macho yaliyojaa usingizi. Bila kuwaza, Aston alimpokea Liam kutoka kwa Fabi. Nikabaki na tikisa kichwa tu. Nilimshukuru Fabi nikamwambia kwamba, "Asante sana Fabi, umeniokoa mno leo." Fabi akasema kwamba, "Usiwaze mpenzi, si unajua Andrew na Lau wanavyopendana na Kristo na Megan walivyo, huwezi kuachanisha. Kwa ufupi ilikuwa ni raha tu kwa siku ya leo." Nikamwambia, "Karibu ndani basi, hata mimi ndo nimefika muda huu." Fabi akasema, "Hakuna hata haja mpenzi. Chris ananisubiri kwenye gari, mgongo wake unamsumbua leo, lakini amelazimisha tu kunisindikiza." Fabi alisema hivyo. Sasa niliambatana naye hadi kwenye gari lao ambapo nilisalimiana na mume wake na kumshukuru pia, kisha nikawaaga wakondoka. Nilirudi na kufungua geti na kuwapeleka watoto ndani. Basi Laurent na Liam walienda moja kwa moja kulala, lakini Lorena alikuwa akimfuata Aston kama mkia. Niliwaacha wakicheza kisha nikarudi na kuingiza gari langu na gari la Aston. Baada ya kucheza sana, Aston alituaga na kuondoka. So maisha yalirudi kawaida, japo hakuna ukawaida kwenye kumpoteza mtoto, msikilizaji. Lakini niliweza kupata ratiba ya kuendelea haya maisha mapya. Miezi miwili ilipita. Aston na mimi tulirudi kuonana kama kawaida. Japo Martin alipotea kabisa, hakunitafuta hata kwenye simu. Mimi sikuwa na kazi tena, hivyo nilikuwa na muda mwingi wa kupoteza. Niliondolewa kazini kipindi nikiwa na muuguza mwanangu. Bosi alisema nimekaa muda mrefu bila kwenda kazini, japo alijua kabisa kuwa ninauguza mtoto. Hivyo muda mwingi niliutumia kwenda kuwatembelea marafiki zangu na mara nyingi nilienda kwa Grace. Ilikuwa ni jioni nikirudi nyumbani baada ya kuhakikisha Lily amekula na kulala. Nilipofika, mlinzi alinifungulia geti. Niliwahi mapema kidogo kabla ya watoto kurudi kutoka shule. Amu hii nimewalipia usafiri na inanirahisishia, najitahidi kuandalia kila kitu ambacho wanachohitaji wakifika nyumbani. Lorena ameanza zoezi la kufua mwenyewe, kitu kinachosababisha ugomvi kila siku kwenye nyumba. Nilinawa mikono na kuanza kuandaa chakula cha jioni. Nikiwa katikati ya kupika, nilisikia mlango ukigongwa. Nilishangaa kidogo kumuona Martin mlangoni kwangu baada ya kupotea kwa miezi miwili. "Oh, Lini, habari?" Martin alinisalimia baada ya kuona nikimshangaa tu. "Salama, karibu ndani." Nilimkaribisha huku sasa nikimpisha apite, kisha nikafunga mlango. "Asante bwana, vipi unaendeleaje?"
Kama unavyoniona niko vizuri tu, nilimjibu sasa nikirudi jikoni kuendeleza nilichokuwa nafanya. Lynn, najua nimekukwaza, aliongea sasa kinifuata jikoni. Kwa nini nikwazike? Martin, mimi nipo sawa, nilimjibu sasa nikaendelea kuandaa viungo kwa ajili ya chakula cha jioni. Hata hautaki kunitizama Lynn? Hebu nisamee bwana, mimi nimepotea muda mrefu. Miezi miwili, siwezi kukulaumu kwa chochote Martin, sababu najua una majukumu mengi ya kitaifa. Nilimwambia kusema kweli nilitaka tuondoke, nimeshachoka kuongea naye. Lynn, naomba basi tukae tuongee. Nataka nikueleze kila kitu, aliniomba. Niliamua tu kumsikiliza sababu hiyo ndio njia pekee ya kumfanya ondoke haraka. Okay, niambia. Muda huo msikilizaji, tulikuwa tumekaa kwenye meza ya chakula. Ile siku niliondoka hapa, nilipata taarifa kuwa mwanangu Irene amepata shida. Walikuwa wanamfukuza chuo. Sasa ikabidi niende nikashughulikie hilo. Sasa wakati nikiwa kule nilipata safari ya kwenda Uingereza. Ningeweza kukutafuta kabla sijaondoka, lakini sasa nitamani niongee na wewe ana kwa ana na sio kwa simu. Hivyo niliacha nikiamini ni safari ya siku chache tu, lakini sasa mambo yakawa mengi. Kulikuwa na semina na mafunzo, hivyo ilichukua muda mrefu kuliko nilivyotegemea. Kwa hiyo naomba unisamehe sana. Mimi sikumaanisha kupotea vile. Muda wote nilikuwa nakuwaza sana. Sasa muda wote nilikuwa nakuwaza, nilikuwa nawaza kwamba utanifikiriaje. Kwa hiyo ukiwa Uingereza hamna namna ya kuwasiliana? Hata kunitumia ujumbe WhatsApp hawezi? Sababu mimi na ndugu zangu huko na tunawasiliana kila wakati. Sijui sasa wewe ulikuwa upande gani wa dunia ambao hauna mawasiliano. Lakini Martin, hakuna shida na wala hauna haja kujielezea kwangu, sio kwamba eti mimi ni mke wako, no. So usiwaze. Nilimweleza huku sasa nikitaka kuinuka nikaendelea na kazi yangu, lakini Martin alinivuta na hata kabla sijaelewa alikutanisha midomo yetu. Nilishtuka sana, kitu kilichonifanya ni msukume. Lynn, Martin aliniita akijaribu kunigusa mkono wangu, lakini niliutoa. Sikutaka hata kumwona. Lynn, ule tu ni namna gani unavyonichanganya. Mimi nimejikuta tu nashindwa kujizuia. Nashindwa kuzuia ninavyokupenda. Naomba nipatie nafasi basi Lynn. Tunaweza kujaribu, nitakupa nafasi yoyote unayotaka. Mimi sitakuzuia kupata muda na watoto. Kubali tu kuitwa wangu. Nipe nafasi ya kukupenda Lindsay. Martin aliniomba akishika mkono wangu. Sikujua cha kumjibu kwa kweli. Hili limekuwa ni swala la muda mrefu sasa. Lynn, nakupenda sana. Nakupenda kuliko unavyoweza kuwaza. Mimi niko tayari kukupa chochote kilichoko ndani ya uwezo wangu. Chochote kile. Kwa sasa hivi nachotaka ni wewe unipe muda, nilimwambia huku sasa nikinawa mikono yangu tayari kwa ajili ya kurudi kwenye kazi yangu. Solid, mimi nitakupatia muda wote unaotaka. Martin aliniambia na kuniaga kisha kaondoka. Sikutaka kufikiria kitu kwa jioni hii, niliamua tu kutulia na kuwa na wanangu. Nilipofunika pilau yangu nilianza kumsikia Lorena akibishana na Liam nje. Hawa wawili wakifika lazima tu ujue, sababu wanaanza mzozo kuanzia huko nje. Kila siku wanafika wanazozana kuhusu jambo jipya. Kama hivyo muda ulikimbia na watoto walikuwa wameshaenda kulala. Nilikuwa nimekaa sebuleni nikiwaza mambo mengi sana. Simu yangu iliita na tabasamu kubwa lijaa usoni nilipoona ni Aston. Aston aliniambia kwamba nipo hapa nje, njoo haraka. Nilimwambia mlinzi afungue geti, kisha Aston akaingiza gari lake. Alishuka haraka na kuja kunikumbatia. Unajua msikilizaji, Aston amekuwa na hii tabia ya kuja kwangu kuniambia usiku mwema. Na kutegemeana na siku. Sasa kuna siku tunaishia kubusu tu na kuna siku tunafanya mambo mengi zaidi. Nadhani mwenyewe unaelewa. Aston, inabidi uache tabia, yani kabla sijamaliza hata sentensi alikutanisha midomo yetu. Mafuta ni yangu, kwa hiyo hakuna haja wewe kulalamika. Kuna shida gani nikija kumwaga rafiki yangu mrembo usiku mwema? Aston aliniambia aliponiachia.
Aliweka mikono mfukoni, ndipo nikaelewa kuwa bado alikuwa amevaa nguo za hospitali. Aston, sasa ndo utoke hospitali hujabadilia hata nguo? Mimi sizipendi hizi nguo na unajua hilo. Nilalamika. Kweli msikilizaji, sipendi hizi nguo. Niliziona sana kipindi Lisa akiwa naumwa. Madaktari wakimpeleka kwenye chumba cha upasuaji na wale waliokuwa wanamhudumia wodini walikuwa wamevaa hivi. Yes, naelewa hilo. Lakini ningebadili nguo ningechelewa. Ungelala alafu sitaki kusumbua ukishalala. Na niko zamu leo, kwa hiyo hapa nimetoroka tu hospitali kidogo. Hivyo sina jinsi, inabidi nizunguke hivi. Aliniambia sasa akinishika kiuno na kunivuta kwake. Kwa hiyo umetoroka kazini. Naona Dr. Gown unaanza matani kwenye kazi, si ndio? Kwa ajili yako chochote mimi nitafanya. Aston aliniambia huku sasa akikutanisha midomo yetu tena. Aliponiachia ilikuwa ni kwa sababu simu yake iliita. Na hapa nilidhani ningepata hata saa moja kukaa na wewe. Tufanye part 2 ya wiki iliyopita, lakini alinionyesha simu yake iliyokuwa inaita na jina lilitokea ni emergency. Hapa tayari naitwa kazini. Alinivuta na kunibusu kwa mara ya mwisho. Usiku mwema, tutajaribu tena kesho, aliniambia na kuingia kwenye gari na kuondoka. Nilibaki pale nikitabasamu, lakini baridi ilinifanya nirudi ndani na bila kupoteza muda nilienda kulala moja kwa moja. Ilikuwa ni asubuhi, mida kama ya saa 4 hivi. Watoto wameshaenda shule, nimeshafanya usafi, hivyo nilikuwa nimekaa sebuleni nikiwaza kitu cha kufanya siku hiyo. Inatesa kutokuwa na mahali pa kwenda kupoteza mawazo msikilizaji. Kama ningekuwa kazini muda huu, ningekuwa nahangaika kupitia hesabu na hata nisingeweza chochote. So niliwasha TV nikijaribu kutafuta kitu cha kuangalia. Mlango uligongwa tena na bila kuwaza nilifungua nikijua tu atakuwa ni Martin amekuja kudai jibu lake. Lakini moyo wangu ulishtuka nilipomwona Adrian akiwa mlangoni kwangu. Unajua sijasikia kutoka kwake tangu alipoondoka na mama yake baada ya mazishi. I hope hata mwenyewe hujasikia lolote kutoka kwake tangu ule muda wa mazishi walipoondoka. So hata sijui alitokea wapi. I don't know. Adrian alikuwa amesimama mbele yangu huku sasa akinuka pombe. Adrian, nilidhani tushamaliza ile swala la wewe kunywa pombe kupitiliza. Tulisha kupeleka sober house na ukapona. Kwa nini sasa umerudi tena huko? Nilalamika huku sasa nikimpisha ingie ndani, kisha nikafunga mlango. Nilielekea jikoni ili sasa nibandikie kahawa. Najua angalau itamsaidia kupunguza pombe kichwani. Adrian aliingia na kwenda kukaa kwenye kochi sebuleni. Nilikuwa nikijaribu kutoa kikombe kwenye kabati la juu, nilimsikia Adrian akiwa nyuma yangu. Alinisogelea na kunibananisha kwenye meza ya jikoni. Moyo wangu ulianza kwenda mbio sana. Nilimwambia Adrian, unafanya nini? Unajua namna gani nimekumisa Lindsay. Tulikubaliana tutapitia magumu pamoja, sasa kwa nini napata shida mwenyewe? Adrian alisema huku sasa akiwa ananusa shingo yangu na akisukuma kiuno chake kwenye makalio yangu, na nilihisi kitu kigumu kikinikandamiza. Akili yangu sasa ilianza kukimbia nikiwaza namna gani nitaweza kujitoa hapa. Adrian, wait. Kwa nini tusikae tuongee? Nilimwambia kwa sauti ya chini inayotetemeka. Nyamaza. Nimekusikiliza vya kutosha. Sasa hivi mimi ndo nitafanya maamuzi. Mimi ndo mwanaume mwenye nyumba. Ulidhani utanifukuza nyumbani kwangu kwa urahisi tu? Adrian alisema huku sasa mikono yake ikipapasa mapaja yangu matupu. Kwa wakati huu nilijuta kuvaa gauni leo. Nilianza kupaniki na kujaribu kumsukuma, lakini Adrian ni pande la mtu. Ana nguvu kuliko mimi. Basi alichukua mikono yangu na kuibana mgongoni, huku sasa akiniinamisha kwenye ile meza. Machozi yalianza kunishuka taratibu, lakini sikutaka kukubali. Sikukubali kuruhusu ile. Nilianza kurusha miguu yangu, lakini hilo lilifanya Adrian anipige ngumi kwenye mbavu. Maumivu niliyosikia yalinifanya nitulie. Nilitaka kupiga kelele, lakini sauti haikutoka kutokana na jinsi alivyonikandamiza kifua na mkono wake. Yes, namna hiyo. Yaani ungekuwa ni Evelyn, tusingefika huko. Ningejua ningeanza kukufundisha adabu muda mrefu tu. Umekuwa mwanamke mgaidi sana, Adrian alisema huku sasa akipandisha gauni langu. Nilifunga macho nikiacha machozi yanishuke.
Hakuna ninaloweza kufanya wakati huo. Adrian alishika nguo yangu ya ndani na kuichana, kitu kilichosababisha nipate maumivu zaidi kwenye mbavu. Na kama hivyo nilikuwa wazi mbele yake. Alinyanyua mkono wake na kunipiga makalio yangu huku akisema kwamba umekuwa mtoto mbaya sana Lynn. Alisema na kunipiga tena. Akasema kwamba hivi ndio unavyopenda, si ndio? Nakumbuka ulivyokuwa unaomba nikufanyie hivi. Alisema na kunipiga tena. Niliamua kujaribu mara ya mwisho msikilizaji. Sauti yangu ilitoka kwa mbali lakini ilisikika. Nilisema kwamba Adrian, kwa nini tusiende chumbani? Niliamua kutumia hiyo njia msikilizaji, lakini Adrian alinipiga tena kwenye mbavu akisema kwamba nimekuambia usiongee, mimi ndo nitakayefanya maamuzi hapa. Adrian alisema huku sasa nikimsikia akifungua mkanda wake kwa mkono mmoja, sababu mwingine alitumia kushika mikono yangu na kunikandamizia mezani. Nilimsikia kabisa. Nilisikia akinishika sehemu ambayo sikutaka aniguse, lakini ghafla aliniachia. Nilipofungua macho yangu ndo nilianza kusikia tena. Sauti ilisikika ikisema kwamba we mjinga, unafanya nini? Ilikuwa ni sauti ya Martin. Nilitaka kugeuka niwaamue sababu nilijua hawa wanapigana, lakini mbavu zangu hazikuniruhusu kuinuka wala kutoa sauti. Martin alisema kwamba nitakuharibu ese, nitakuharibia maisha yako mpuzi wewe. Unajaribu kumbaka mama watoto wako? Unajaribu kumbaka mwanamke? Hautaliona jua kwa muda mrefu sana. Martin alimwambia huku sasa akitoa simu yake. Nilimwona akija na kunifunika. Nilijaa aibu sana. Yaani aibu zenyewe ni katika namna zote za Martin kuona utupu wangu. Yaani kwa nini iwe hivi? Nilibaki pale kwenye meza kama Adrian alivyoniacha. Sikuweza kugeuka kutokana na maumivu ya mbavu. Adrian alikuwa amelala chini baada ya kupigwa. Nilimsikia Martin akiongea na simu. Bila shaka aliongea na polisi. Baada ya kumaliza kuongea alikuja na kunisaidia kuinuka pale. Nilia kwa maumivu. Alinibeba na kwenda kunilaza kwenye kochi sebleni. Sasa Martin aliniuliza kwamba Lynn, huyo mjinga amekuumiza? Amekufanyia chochote? Nalitikisa kichwa changu kwa sheria hapana. Basi nilifungua mdomo wangu kuongea lakini sauti haikutoka. Nilishia kulalamika kwa maumivu tu. Martin akasema kwamba unaonekana kabisa na maumivu alafu unajaribu kumtetea mpuzi. Huu ni mbakaji na nitahakikisha anapata kila anachostahili. Msikilizaji, Martin alikuwa anaongea kwa hasira sana. Nilitaka kumwambia amwache tu Adrian kwa sababu amelewa, lakini najua hata unisikiliza na maumivu nilionayo siwezi hata kuongea. Basi Adrian alisema kwamba unanipiga wakati nilikuwa namfundisha mke wangu adabu. Wewe unaona hunijui, ni kitu gani kinachokuruhusu mguse mke wangu? Adrian alisema hivyo. Asa Martin hata hakujisumbua kumjibu. Macho yake yote alikuwa kwangu na mikono yake ilikuwa tu ikifuta machozi machoni kwangu. Baada ya muda kidogo mlango uligongwa na wakaingia watu waliovaa nguo za kiraia tu. Martin akasema kwamba mchukueni huyo mpuzi, nataka aende mahabusu moja kwa moja, kosa ni ubakaji. Martin aliwaambia hivyo. Waliitikia tu na kumnyanyua Adrian juu na kuondoka nayo huku sasa akifoka na kutukana. Asa Martin akauliza kwamba mlinzi wako walikuwa wapi? Hajamzuia mjinga kuingia? Martin aliuliza lakini sikuweza kumjibu. Aliniambia kwamba basi tulia. Aliniambia sasa akinishika kichwa changu. Akaniambia ngoja nitafute majibu mwenyewe. Nisubiri hapa nakuja. Aliniambia hivyo na kutoka nje. Nilibaki pale sebleni nikisikilizia maumivu. Baada ya muda Martin airudi akiwa na mwanamke mmoja hivi. Martin akasema kwamba huyu ni Dr. Rena, atakuangalia na kukushauri cha kufanya. Martin aliniambia hivyo na kutoka tena nje. Basi yule dokta aliniambia kwamba pole, itabidi nikufunue niweze kuona ulipoumia. Alinieleza. Nilitikia tu kwa kichwa. Zoezi la kunifunua lilikuwa ni gumu kwa sababu nilikuwa nimevaa gauni. Paka alipofanikiwa kuziona mbavu zangu nilishaumia sana. Alipaangalia tu na kujaribu kubonyeza kidogo. Akasema kwamba nitakushauri ufanye x-ray lakini hakuna kilichovunjika, kwa hiyo inaonekana mbavu zako zimechubuka tu. Sana utahitaji kutumia dawa za maumivu na upumzike, alafu utarudi tu kwenye hali yako ya kawaida ndani ya wiki 2. Lakini kwa sasa ninaweza kukuchoma tu sindano ya maumivu ili uweze kupata nafuu haraka, alafu nitakuandikia dawa za kutumia. Daktari aliniambia hivyo. Asa mimi nilitikia tu kwa kichwa. Alifanya kila alichotakiwa kufanya
na kuniaga akaondoka. Baada ya muda maumivu yalianza kupungua. Hayakuisha kabisa, lakini yalikuwa kwa mbali. Angalau ninaweza kutembea na kuongea. Martin alirudi na kuja kukaa pembeni yangu. Akasema kwamba nimemfukuza kazi mlinzi wako. Mlinzi ni wa kwangu, kwa nini unamfukuza kazi? Oh, wow. Unaweza kuongea sasa. Vipi, unajisikiaje? Nafuu kubwa tu. Asante sana Martin. Sijui kama ni usingetokea pale ingekuwaje. Usiwaze hilo Lynn. Furahia tu kwamba upo salama. Sijui kwa nini sikuje mapema. Najua ningekuja mapema hili lisingetokea. Hakuna haja ya kujilaumu Martin. Imefika tu wakati sahihi. Kwa hiyo asante sana. Nilimshukuru. Alisogeza mkono wake na kunifuta machozi. Sasa usilie tena sasa. Hilo limeshapita. Cha msingi upumzike ili upate nafuu. Mimi nitakuwa hapa upande wako muda wote. Martin aliniambia sasa akifuta machozi yangu, na nitakutafutia mlinzi mpya ambaye anaelewa anachokifanya. Huyu wako wako hata sijui ulimtoa wapi. Eti anasema alitoka mara moja akaacha geti wazi. Mtu unachaje sehemu yako ya kazi kizembe namna hiyo? Martin, hakuna haja kumfunga Adrian. Hakuna bali lilotokea, kwa naomba umwachie. Martin alinitazama kwa muda kidogo kabla ya kuongea. Una uhakika haujagonga kichwa chako mahali? Unasema hakuna baya lililotokea wakati umeumia. Unahitaji wiki 2 hadi upone, na bado kama ningechelewa tungekuwa tunaongelea mambo mengine hapa Lynn. Wewe unasemaje hakuna baya? Lakini ni baba watoto wangu. Nilimwambia Martin kwa upole. Mimi sikuwa na namna yoyote ya kumtetea Adrian. Hilo halimpi haki ya kukufanyia hivi. Nadhani labda ufikirie vizuri, alafu kesho ndo tuje kuongelea hili swala tena. Alisema hivyo Martin, bado macho yake akiwa yamejaa hasira. Martin hakuondoka kabisa ile siku. Alikaa nami muda wote. Ilipofika jioni, kuna mwanamke alikuja na kusaidia kupika chakula kwa ajili ya watoto. Aliniambia ameshanitafutia msichana wa kazi na mlinzi. Kazi yangu ilikuwa ni kupumzika tu. Kwenye mida ya saa 3 hivi Aston alipiga, alafu akakata haraka. Nilijaribu kumpigia lakini hakupokea. Nilimpigia mara nyingi hadi nikakata tamaa. Nilijaribu kumtumia ujumbe mfupi lakini hakunijibu pia. Asa Martin alikuja chumbani na kuniletea juice. Nilikunywa taratibu na kurudi kitandani. Haya, wakati wa kumiza dawa sasa, upumzike. Au kuna kitu unachohitaji? Namna niko sawa tu. Asante. Nilimshukuru, na hapo ni baada ya kuniletea dawa na maji. Na baada ya hapo nikarudi kulala. Alichukua blanketi na kunifunika. Haya, ulale upumzike sasa, usiwaze kuhusu watoto. Mimi na dada tutawashughulikia kukikucha. Kwa hiyo wewe lala, pumzika, umesikia nakupenda. Martin aliniaga na kunibusu kwenye paji la uso kisha akatoka. Usingizi ulikuja haraka, nadhani dawa nazo zilichangia. Asubuhi niliamshwa na Lorena pamoja na Liam wakinibusu. Nilipofungua macho, nilimwona Martin akiwatazama kwa tabasamu. Basi walinisalimia pale kwa pamoja. Nilitabasamu baada ya kuona wameshavaa sare za shule. Pembeni Laurent alikuwa amesimama kwa utulivu kabisa. Haya, twende sasa mkapate kifungua kinywa, msichelewe, Martin aliwaambia, huku sasa akifungua mlango na kutoka. Wote walinibusu na kuniaga wakaondoka. Dakika chache baadaye nyumba ilikuwa kimya. Martin aliniletea kifungua kinywa nikiwa pale kitandani. Sasa baada ya kumaliza kula, alinipatia dawa za maumivu. Baadaye kidogo yale maumivu yalikwisha, ndipo nikaamka na kwenda kuoga. So baada ya kuoga na kuvaa, nilitoka na kuelekea sebuleni. Nilimkuta Martin amekaa akiangalia habari huku sasa akinywa kahawa. Nilimtazama na kutabasamu tu. Hakunisikia hata nikiingia, akili yake yote ilikuwa kwenye TV. Aliponiona alishangaa kidogo. Naona unaendelea vizuri sana. Vipi, unajisikiaje? Naendelea vizuri kabisa. Asante kwa kunisaidia watoto asubuhi. Wala hata usiwazi bwana. Violet ameenda sokoni. Nafikiri kama nakumbuka vizuri watoto wanapenda maini ameenda kuchukua aje kupika chakula cha mchana. Ndio, wanapenda maini sana, watafurahi. Nilimweleza na kutulia. Martin alizima TV na kunigeukia. Kuna zawadi nimekuandalia.
japo nitaweza kukupatia ukishapona. Zawadi gani hiyo? Nilimuuliza huku nikitabasamu. Siwezi kukwambia. Inabidi tu ukae kwa kutulia hadi upone ndo nitakupatia zawadi. Ni zawadi ambayo inakuhitaji uifuate. Sasa kwa nini usiniambie tu? Sasa bado wiki hadi nipone. Usiponiambia mimi nitabaki na mawazo sana. So sidhani kama unataka kunitesa kwa namna hii. Nilalamika huku sasa nikivuta mdomo na kujaribu kutia huruma. Martin alicheka tu. Mimi sidanganyiki bwana. Sidanganyiki kirahisi sana namna hiyo bwana. Wewe hapa cha kufanya tu ni kwamba ni bora uanze kujipanga tu namna na kuwa mvumilivu. Aliniambia na kuinuka kisha akaniletea chai. Nilimwambia tu pale asante, akanijibu chochote kwa ajili yako. Basi aliniambia hivyo na kukaa pembeni huku akiendelea kuangalia TV. Mimi nilikuwa nakunywa chai taratibu tu huku nikitazama TV, lakini niliruka baada ya kusikia nikiungua mguu. Martin airuka pia akijaribu kunidaka baada ya kupokea kikombe nilichokuwa nimekishika. Sasa alivua t-shirt aliyokuwa amevaa na kuanza kunifuta chai niliyojimwagia. Asante Martin. Nisijui hata niko naangalia wapi. Usiwaze usijali. Mimi nafurahi haujaungua. Alishia kumeza maneno aliyokuwa anasema baada ya kuinua kichwa chake na kujikuta mdomo wake uko karibu sana na mdomo wangu. Macho yake aliutazama mdomo wangu. Alisita kidogo lakini akakutanisha midomo yetu. Bila kutegemea, mwili wangu ulimpokea. Naona yeye kuwa kifua wazi kulichangia pia. Martin alinibusu kwa muda mrefu, huku mikono yake ikianza kusogea kutoka kiunoni kupanda kifani. Nilimwachia na kumsukuma huku sasa nikiema sana. Nisamehe, I'm sorry. Alisema huku sasa kinuka na kwenda jikoni. Inaonekana alitaka tu kuwa mbali na mimi kwa wakati huo. Nimeshakwambia unajua nikaa na wewe nashindwa kujizuia. Umefikiria nini kuhusu ombi langu? Bado unahitaji muda Martin. Kwa hiyo na maana siwezi kukuboost tena. Alisema hivyo huku sasa akiutazama mdomo wangu kisha akatazama kifua changu. Martin aliniachia ghafla na kusogea nyuma kidogo, ni kama alikuwa akinikimbia. Kuna kitu natakiwa nikafuate mjini, lakini Vai atafika muda si mrefu na mlinzi yupo. Kuna shida nikikuacha kidogo. Ni kwamba tu nahitaji kujaribu kukutoa akilini kwangu. Vinginevyo siku yangu itakuwa ni ngumu sana. Alisema hivyo sasa akinionyesha suruali yake iliyokuwa imevimba. Tulia. Mimi siwezi kukaa hivi mbele ya watoto. Aliniambia huku akiendelea kusogea nyuma. Kwa hiyo utaenda hivyo kifua wazi ama? Nilimuuliza. Alijitazama mwili wake na kutikisa kichwa. Tenda tu kuvaa nguo nyingine. Aliniambia huku akivaa ile nguo yake iliyoloa chai. Martin, naomba nisamehe. Mimi sioni kitu chochote cha kufanya uombe msamaha. Ni haki yako kufanya maamuzi, lakini ninachokuomba tu unizingatie. Okay Martin, wewe nenda tu ulikokuwa unaenda, mimi nitakuwa sawa. Okay, narudi muda si mrefu. Mlinzi upo na Vai anakuja muda si mrefu. Aliniaga hivyo na kutoka. Sasa baada ya Martin kuondoka, nilichukua simu yangu na kujisikia vibaya baada ya kuona Aston bado hajajibu message zote nilizotuma. Niliamua kuingia mtandaoni ambapo nilibaki mdomo wazi. Kama kawaida, Jerry alikuwa ameweka picha yake na Aston wakiwa klabu. Kila mmoja alikuwa amekaliwa na mwanamke. Nilifungua akaunti ya Jerry ili niweze kuona vizuri. Moyo wangu ulikuwa ukienda mbio na ulikuwa ukiuma sana hadi macho yalianza kujaa machozi. Nilikuwa nikitazama video ya Aston akicheza na ule mwanamke, na kuna nyingine walikuwa wakibusu katikati ya klabu. Wameshindwa hata kusubiri hadi wachukue chumba ndio wafanye ya kwao. Moyo wangu ulikuwa unauma sana kuona yote hayo wanayafanya katikati ya klabu. Sasa nimeshajua sababu yeye kutokujibu au kupokea simu. Labda atakuwa bado yuko na huyo mwanamke. Aisee, moyo wangu ulivunjika sana. Japo hiki ndicho tulichokubaliana, lakini kwa nini naumia hivi?
Na kwa nini asiniambie tu? Yaani kwa nini asinipe taarifa mwenyewe badala ya kuacha nije kuona mwenyewe mtandaoni? Macho yangu yalijaa machozi ambayo nilishindwa kuzuia. Niliumia mno. Nikiwa katika machozi yangu, mlango ulifunguliwa. Niliweka simu pembeni haraka nikihangaika kufuta machozi yangu. Sasa Violet aliingia na kunisalimia. Alipoona macho yangu nimekundu aliuliza ya kwamba shida nini? Nilimjibu ya kwamba hakuna shida Vai, usiofu. Vai akasema, au unapata maumivu makali? Baba alisema ukijisikia hivyo nikupatie dawa. Aliniambia huku sasa akisogea kunisaidia kukaa vizuri. Ilibidi niigize sababu na utu uzima huu nitasema sababu yangu ya kulia ni ipi kweli? Usiwaze, hakuna haja ya dawa, ni maumivu tu ninaweza kuvumilia. Kuna muda tu nazidi lakini nimeshameza dawa. Nilimwambia hivyo, alitabasamu kidogo na kuniambia ananitengenezea juice. Kisha akaelekea jikoni kuendelea na majukumu yake. Sasa mimi nibaki pale sebuleni, akili yangu ikijiuliza kwa nini. Hata nilipojaribu kumpigia Aston sikumpata. Hivyo niliamua kuacha tu. Niliamua kukata tamaa. Martin aliporudi baadaye alionekana kuwa na amani kidogo. Basi pamoja tulikula chakula cha mchana kisha tukaenda kukaa nje huku sasa tukipunga upepo. Unajua katika pitapita zangu leo bana. Nimekutana na karata nikanunua ili nikufunge. Martin aliniambia sasa akiweka bunda la karata kwenye meza. Hivi unajua mimi siwezi kucheza karata eh? Oh, haiwezekani lini. Na unavyoonekana mjanja hivyo. Sasa wewe ya mimi nitakuelewaje kwamba hujui kucheza karata bwana? Unajua babangu aliamini ni mchezo wa kishetani, hivyo hata nilivyokuwa sekondari watu wakicheza mchezo mimi sikujaribu kujifunza, na hata chuo pia. Hiki sio kitu cha kufanya sana, tena hasa ukiwa huko kwenye mahusiano na mtu mwenye wivu kama Adrian. Nilimweleza, akili yangu ikirudi kwa Adrian. Oh, pole bwana. Umekosa mambo makubwa sana wakati unakuwa. Anyway, hujachelewa. Una bahati mimi ni master kwenye huu mchezo. Nitakufundisha kila aina ya mchezo wa karata. Kwani iko michezo aina tofauti? Kuna michezo aina nyingi sana, lakini mimi nitakufundisha last card. Alinieleza na kwa dakika kadhaa zilizofuata nilibaki nikimsikiliza akinielekeza kila kadi na maana yake, na alinielekeza jinsi ya kucheza. Na kama hivyo siku zilisogea na taratibu nilipona. Martin alikuwa ni msaada mkubwa. Alitafuta ruhusa ili tu awepo kwa ajili yangu. Alihakikisha kila nilipomhitaji alikuwepo. Siku 8 baada ya kuumia nilikuwa nimeshapona. Sikuwa nikisikia maumivu, hivyo niliweza kurudia majukumu yangu ya kila siku na Martin akaweza kurudi kazini kwa amani. Siku moja Martin alikuja nyumbani mapema tu asubuhi. Tangu ile siku hajawahi kujaribu kunibusu tena. Maisha yetu yairudi kawaida na kwa asilimia kubwa amekuwa akijitahidi kukwepa sisi kubaki peke yetu, akidai anaweza kushindwa kujizuia. Lin, hebu nenda basi ukavee kama bosi alafu uje. Kuna mahali nataka nikupeleke. Wapi huko ambako lazima nivae kama bosi? Nataka nikupatie zawadi yako bwana, lakini naona utanichelewesha. Nakupa kama dakika 25 hivi. Kama zikiisha hujafika hapa basi itabidi nikupe siku nyingine. Martin aliniambia huku sasa akinionyesha saa kwenye simu yake. Niliharakisha na kwenda chumbani huku sasa akili yangu ikiwaza nivae nguo gani. Nilishia kuamua kuvaa suti yangu pendwa. Ni suti ya suruali ya rangi ya kijivu na nyeusi, upande mmoja kijivu na upande mwingine nyeusi. Nilihamia kwenye nywele ambazo nilitengeneza, kisha nilikuwa tayari. Nikajipulizia manukato na kuchukua mkoba wangu sasa nikichagua viatu na kutoka. Martin aliponiona aliacha tabasamu kubwa mno. Akasema kwamba umependeza mrembo. Alisema hivyo na alikuwa amesimama mbele yangu akisogeza nywele zilizoanguka usoni. Bwana, ziache hivyo, hiyo ndo style. Style ya uchongo. Unataka nywele zikutoboe macho? Alisema kwa kirudisha kabisa nywele zangu. Martin bwana, unajua mimi nimetumia muda mrefu kutengeneza nywele zangu bwana. Sasa mbona umependeza tu na uwezi kurudi ndani kwa sababu muda umeisha. Aliniambia na kunifanya sasa nivute mdomo zaidi. Martin alicheka na kuanza kuelekea nje. Nilimfuata kwa sasa nikilalamika sana. Mtoto wako huyu ndio unanifanya nikupende zaidi kila siku. Aliniambia kwa sasa akinipa mkono.
Kwenye hizi siku chache nilizokuwa na Martin, nimepata nafasi ya kumjua zaidi. Nina amani nikiwa naye sasa. Yeye na Aston wako tofauti kabisa. Aston ni mtu fulani ambaye ni kama, of course ni mtu ambaye anaelewa kwa urahisi na hana makuu, lakini Martin ni baba. Hakika kuna muda nadhani ananiona kama mwanae. Yeye sio mtu wa kuelewa kwa urahisi, ukifanya kitu lazima tuwe na maelezo mazuri ya kwa nini uliamua kufanya hivyo. Hana papara kwenye kufanya maamuzi, na katika yote ni mtu anayejali sana. Huwa ninafurahi sana nikimwona akiongea na watoto. Ghafla sauti yake inakuwa ya upole, na Lorena anampenda sana kwa sababu anaweza kumuendesha. Kuna siku niliwakuta wakicheza. Martin alikuwa akiangalia habari kama kawaida yake, huku sasa Lorena akimchora na rangi usoni. Lorena alifurahi sana sababu hakuna mtu anemruhusu kufanya hivyo. Hata mimi sitaki. Hiyo kazi ya kwenda kujisugua ngozi hadi itakate sio kitu cha haraka. Asa Martin hapendi ujinga, lakini moyo wake umejaa upendo. Kwa hizi siku chache nimejikuta nikiwa huru nikiwa naye. Urafiki wetu umekuwa sana. Basi tulifika maeneo fulani, akasimamisha gari. Nimuuliza kwamba kwa hiyo ndo tumeshafika. Nimuuliza kwa furaha, huku sasa nikiangalia nikijaribu kuelewa ni zawadi gani. Martin alicheka tu na kunipa kitambaa cha kufunika macho. Akaniambia kwamba inabidi ufunike macho yako kuanzia hapa kwa sababu tumekaribia. Yaani nimevumilia siku zote hizo na bado tena unataka unifunge macho jamani, usinionevu. Martin, nilalamika, lakini badala yake alinisogelea na kunifunga macho yangu, kisha akanibusu kwenye shavu. Akaniambia haya, tulia sasa. Alisema hivyo na kurudi kuendesha gari kama kawaida. Hana maneno mengi. Kwa nini tusitoe tu hiki kitambaa alafu nifunge tu macho kawaida? Ukiendelea kuhangaika itabidi nikufunge mikono sasa. Martin aliniambia hivyo. Nilishusha mikono haraka sababu najua hana matani. Niliamua tu kukaa na kutulia nikiacha upepo unipige usoni. Gari lilisimama, nikauliza kwamba ndo tumefika. Nilimuuliza hivyo huku sasa nikianza kufungua kile kitambaa kwa furaha sana. Alinizuia, akanambia kwamba mimi ndo nilifunga na nitakufungua mwenyewe muda ukifika, hivyo tulia. Aliniambia na kunifanya nianze kulalamika kuwa anavyofanya sio haki, lakini alicheka tu na kutoka kwenye gari. Kisha nikasikia mlango wangu ukifunguliwa. Alinishika mkono na kuniongoza hatua chache, kisha akaniambia kwamba haya, unaweza kufungua sasa. Aliniambia hivyo. Nilimwambia kwamba ulisema si utanifungua mwenyewe ama? Nilimwambia na kukunja mikono kifuani. Nilisikia watu wakicheka. Hicho kitu kilinifanya sasa niharakishe kutoa kitambaa sababu nilijua mimi nilikuwa naelewa kwamba maybe tutakuwa wenyewe. Sikutegemea kama kungekuwa kuna watu, na hata sikuwaza hilo. Basi watu kwa pamoja wakasema ya kwamba surprise. Watu walisema hivyo kitambaa kilipotoka tu machoni kwangu. Ilinibidi nipepese macho kidogo ili kuweza kuona vizuri. Nilipoelewa kilichokuwa kinaendelea, aisema macho yangu yalijaa machozi. Mbele yangu kulikuwa na jengo au niseme ghorofa ambalo lina maandishi makubwa yaliyoandikwa Lisa Foundation. Tulikuwa nje ambapo watu ambao wamevaa sare walikuwa wamejipanga mistari miwili na kuacha njia ya kupita katikati kuelekea mlangoni. Na mimi nilikuwa nimesimama mbele ya utepe wa kijani na pembeni yangu alikuwepo Martin akinipa mkasi uliopambwa kwa ajili ya kukata utepe ule. Badala ya kupokea mkasi, nilimvuta na kumkumbatia na kulia kwa sauti kabisa. Ulikuwa ni mchanganyiko wa furaha na uchungu, lakini furaha ilizidi uchungu. Martin aliniambia kwamba usilie Lynn, hebu ona watu wote wanakushangaa. Martin aliniambia hivyo huku sasa akinisugua mgongo na kunikumbatia. Nilitulia kidogo na kuinuka. Akaniambia kwamba karibu kwenye uzinduzi wa Lisa Foundation. Tafadhali kata utepe ili tuingie ndani. Utapata nafasi nzuri ya kulia ukiwa ndani. Martin alisema hivyo na kunifanya nicheke. Nilichukua ule mkasi na kuukata. Watu walishangilia na kuja kunipongeza. Mimi sikumjua mtu hata mmoja na hata sikuelewa kwa nini wananipongeza, lakini nitabasamu tu na kuitikia asante na kumkumbatia kila aliyekuja kunikumbatia. Mlango ulifunguliwa kisha tukaingia ndani. Nilibaki mdomo wazi huku sasa nikishindwa kuzuia machozi yaliyojaa machoni kwangu. Pale ndani ukutani kulikuwa na picha kubwa ya Lisa.
na upande mwingine kulikuwa na picha yangu nikiwa na Lisa. Nakumbuka vizuri sana hiyo siku. Adrian ndo alienda kuwachukua hiyo siku. Walimu walidai Lisa alikuwa akinililia siku nzima. Hasa baba walipofika tu nyumbani, Lisa alishuka kwenye gari haraka na kuja kunikumbatia. Adrian alilalamika na kusema kama tunapendana sana basi atupige picha. Kwa hiyo tulianza kupiga sisi wawili tu, lakini tulishia kupiga familia nzima. Ni kati ya mwaka ambao familia yangu ilikuwa na furaha sana. Basi bwana, nilimgeukia Martin ambaye alikuwa akinitazama kwa tabasamu kubwa. Bado sikujua kitu cha kumwambia, hivyo niliendelea tu kutembea taratibu. Ofisi hii ilijaa rangi ya kijani, nyeupe na nyeusi, japo asilimia kubwa ilitawaliwa na kijani ambayo ilikuwa rangi pendwa Lisa. Hata sare watu walizovaa ni za kijani. Kulikuwa kuna meza ya mapokezi upande wa pili, kuna mahali pa kukaa, sofa nzuri kabisa na meza yenye magazeti na vipeperushi. Nilibaki nikitabasamu tu, kisha niliona ngazi ambazo zilikuwa zinaelekea kwenye ofisi nyingine. Nilitembea hadi nilipokuta ofisi kubwa tu yenye mlango wa kioo ambapo juu lilikuwepo jina langu likiwa limeandikwa CEO Lindsay Mollel. Nilisukuma ule mlango na kuingia. Nilikuwa katika hali ya mshangao mkubwa sana. Ilikuwa ni ofisi ya kisasa kabisa. Kulikuwa na meza yenye kompyuta na upande wa pili kulikuwa na sofa na meza. Upande mwingine kulikuwa na meza yenye vinywaji. Nje kulikuwa na sekretari wangu. Yaani nilibaki mdomo wazi. Nilikaa kwenye sofa ya pale ofisini na kumtazama Martin ambaye muda wote uso wake ulikuwa na tabasamu. Nilimwambia kwamba Martin, sijui hata niseme nini. Nilimweleza hivi kusasa machozi yakijaa machoni. Martin alisogea na ukaa pembeni yangu. Hauhitaji kusema chochote bwana. Unajua lini? Mimi niliwaza vitu vingi sababu kwenye hii dunia mtu akiondoka akiwa mdogo ni rahisi kwa historia yake kufutika. Lynn, utakuja kumuona Lisa akiolewa, akipata watoto, na hicho ndio kitu kinachotunza jina la mtu lisipotee. Na Lisa alikuwa ni mtoto wa pekee, sidhani kama ni haki kwa jina lake kumezwa na kupotea katika historia. Hivyo nikawaza kufungua hii. Ni njia ya kusaidia watoto wote wenye shida kama Lisa. Kwa tutasaidia wazazi na watoto. Tuna wanasaikolojia kwa ajili ya kushughulika na afya ya akili ya wazazi. Wengine wakishughulika na ushauri wa ndoa. Kwa hiyo tunaunda klabu za hawa wazazi ambapo watakutana, wataweza kuongelea changamoto zao. Kujua tu hauko mwenyewe ni msaada mkubwa. Pia tunatoa ajira kwa ndugu au wazazi wasio na uwezo. Hii itawasaidia kupata kipato. Tutasaidia pia kwenye gharama za matibabu na mambo mengi tu ambayo nitakutumia nyaraka zake kwenye simu yako. Kwa hiyo hauna haja ya Kabla Martin hajamaliza kauli yake, nilikutanisha midomo yetu. Martin alishtuka, lakini alipoelewa kinachoendelea, alinipokea na kuzungusha mikono yake kiunoni kwangu. Nakupenda sana bwana. I love you. Martin alizungumza hivyo. Nitabasamu tu na kumtazama machoni, na ilikuwa ni kama kuamka usingizini. Martin ndio kitu nilichokitaji muda wote. Nilihitaji mwanaume wa kuwa upande wangu, mwanaume anayeweza kumwegemea, mwanaume ambaye ninaweza kumtazama anipe mwongozo. Nilikuwa natafuta kiongozi, na hiki kipindi chote Martin amekuwa pembeni yangu, lakini hilo sikuliona. Kwa mara ya kwanza niliwaza kumpa nafasi Martin. Sio kwa sababu ya hiki nilichofanya, lakini ni kwa sababu niliona bidii yake. Nimeuona upendo wake. Yawezekana sijaweza kumpenda kama anavyonipenda, lakini naamini nitajifunza kumpenda. Lakini ndicho nilichokitafuta kwa muda mrefu sana. Kipo mbele ya macho yangu. Martin alisogeza nywele zilizokuwa zinafunika jicho langu huku sasa akiniangalia. Lynn, unawaza nini kwenye hiki kichwa chako kidogo? Aliniambia sasa akinishika shavu. Nitabasamu tu na kumboost tena. Yes. Nilimwambia baada ya kumwachia. Martin alibaki kunishangaa, hakuelewa nilichomaanisha. Nilimtazama na kutabasamu na kurudia tena. Yes. Akili yake ilielewa na nikamuona akitoa macho na kukaa vizuri. Unamaanisha unakubali kunipa nafasi? Martin aliuliza kwa wasiwasi. Niliitikia kwa kichwa. Alitumia mkono wake kufuta uso wake kisha akanitazama tena. Hakuamini kilichokuwa kinaendelea.
Lynn, una uhakika na unachosema, sio kwamba unanitania? Tangu lini tunataniana juu ya swala kama hili? Martin aliinuka na kuninyanyua juu, huku sasa akizunguka na kucheka. Aliponiweka chini alinibusu kwa upendo mkubwa hadi nitetemeka ise. Na upenda sana Lindsay. Wewe mtoto wa Kimasai, umeniteka mazima bana. Hautajutia, mimi nakuahidi Lynn. Asante sana. Nilimkatisha kwa kuweka mkono wangu mdomoni mwake, nikasema kwamba inatosha Martin. Matendo yako yanatosha kujieleza. Nilimwambia hivyo na kumkumbatia. Tulikumbatiana kwa muda kidogo kisha kaniachia. Lynn, unajua ninajaribiwa sana kukuvua nguo zako. Tena hapa tulipo, lakini sitaki uwaze kuwa hiki ndicho nilichokifuata kwako. Aliniambia hivyo. Nilibaki nikicheka tu aliposogea ukutani na kutengeneza suruali yake. Lakini nataka kama tutakuwa pamoja twende taratibu. Sitaki kukuvua nguo siku ya kwanza tu. Nataka tupate nafasi ya kutoka kwanza, tufahamiane zaidi. Kama hilo litatokea kwa upendo, sio kwa mimi kukuharakisha kwa sababu wewe ni mwanamke wangu. Nataka kila kitu kitokee kwa utayari wako. Martin aliniambia kusasa, akisogea na kunikumbatia tena kisha akakutanisha midomo yetu. Lakini hadi wakati huu mdomo wako ni mali yangu. Haya, turudi kule chini bwana kabla chakula kijaisha. Kuna chakula? Sasa itakuwaje sherehe kama hakuna chakula bwana? Alafu inabidi uzungumze na wafanyakazi wako sababu wote walioko hapa ni wafanyakazi wako. Na ujiandae, kutakuwa na vyombo vya habari, kwa hiyo nadhani watakuwa wamefika sasa. Niliposikia hayo maneno, nilisimama. Kitu kilichomfanya geuke na kunitizama. Kwa nini hujaniambia hilo? Mimi siwezi kwenda kwa waandishi wa habari. Hebu ona nywele zangu zimevurugika baada tu ya kupitisha mkono wako kichwani kwangu. Alafu macho yangu yamevimba kwa kulia. Martin, ungeniambia kuanzia mapema ili nisilie. Nilalamika huko sasa nikijaribu kutengeneza nywele zangu. Martin alikuwa akicheka tu. Nilimpiga kofi na kumsukuma, kitu kilichomfanya zidi kucheka. Nafurahi kukuona ukiteseka hivi bwana. Bwana usicheke, choki kwa wapi nikajitengeneza hata kidogo. Kiko chini huko. Niambia sasa akiendelea kucheka. Alinisogelea na kupitisha mkono wake kichwani kisha akarudi nyuma na kunitazama. Haya, tayari umeshapendeza kabisa. Wewe ni mrembo bwana Lynn. Hakuna haja hata ya kuwa na wasiwasi. Kwanza watu wamshukuru Mungu watapata nafasi hata ya kuona mtu mrembo hivi kwenye TV zao leo. Martin alisema huku akinipa mkono. Lakini sikuchukia. Nilitoa kioo kidogo kwenye pochi na kujaribu kujitengeneza kidogo. Niliridhika. Nilikirudisha kwenye pochi kisha nikampa mkono, tukarudi chini. Sasa tulipofika chini, moyo wangu ulikuwa ukienda mbio. Ilibidi sasa niende chooni kwanza, nijitazama kwenye kioo na kuhakikisha niko vizuri kisha nikatoka. Nilimwona Martin akiongea na mwanaume mwingine ambaye alionekana mzee kiasi. Walikuwa kicheka na kuongea. Basi alijitambulisha binti mdogo tu, ni mrembo sana. Akasema kwamba shikamoo madam, karibu, mimi naitwa Simena, nitakuwa sekretari wako. Nilimwambia kwamba marahaba na asante, na mimi tutafanya kazi kubwa pamoja. Nilimwambia na kutabasamu, kisha akanishukuru na kuendelea kwenda alikokuwa anaenda. Watu wengine walikuja na kunisalimia na kujitambulisha. Sasa Martin alipogeuza kichwa chake na kuniona, aliniita. Nilipofika aliweka mkono wake mgongoni kwangu akinisukuma kuwasogelea. Huyo anaitwa Lindsay, ndio mkurugenzi wa hii taasisi na mwanamke mwenye haya maono makubwa sana. Martin alinitambulisha. Huyu ni jaji mkuu wa Tanzania, na mimi unamjua Ni rafiki yangu mkubwa na kuna kipindi alikuwa mwalimu wangu. Martin alisema sasa kitabasamu na kuweka mkono wake juu ya bega la yule mzee niliyemuona akiongea naye kuanzia mbali. Nilimpatia mkono na kumsalimia. Sasa Martin akasema kwamba na huyu unamjua, ni mbunge wetu. Na huyu hapa ni kamishna wa polisi mkuu wa Arusha. Martin aliendelea kunitambulisha, nami niliwapa mkono na kuwasalimia. Mpaka utambulisho ule unamalizika, nilikuwa naogopa maradufu. Sikutegemea kungekuwa na watu wazito hivi. Basi jaji mkuu aliniambia kwamba hongera sana, naamini Lisa ni binti yako, ana bahati sana kuwa na mama kama wewe.
mama anayeamua kumwenzi. Hiki ni kitu kikubwa sana ulichokifanya hapa, na mimi nakuunga mkono katika hilo. Kwa lolote unaloona anaweza kukusaidia, usisite kutafuta. Jaji mkuu aliniambia hivyo msikilizaji. Nilipata kigumizi, lakini niliweza kusema asante. Na hivyo wanaume wengine 2 walisema hivyo, niliwashukuru sana. Kisha nikawaaga na kuambia naenda kuzungumza na watu wengine. Japo kweli nilikuwa nahitaji kupumua kidogo, kwa sababu unajua kuna muda nasahau kabisa kuwa Martin ni mtu mzito. Hajiweki kama mtu mwenye cheo au mwenye pesa, lakini huo ndio kweli. Ni mtu mzito. So baada ya kusalimiana na watu, nilipewa nafasi ya kuongea na waandishi wa habari pamoja na watu wote waliokuwepo pale. Mimi sikujua cha kuongea, hivyo nirudia tu maneno yote ambayo Martin aliniambia tulipokuwa ofisini. Hivyo kama una mtoto wako au ndugu yako au rafiki yako mwenye tatizo hilo, usisite kututafuta Lisa Foundation. Tupo kukusaidia na tupo pamoja nawe katika safari. Kwa walio mbali, wasiliana nasi kwenye namba ambazo zitatokea hapo na tutakuwepo kukusaidia. Mwambie ndugu, jamaa na marafiki, na kwa wale wanaotamani kutushika mkono pia wasiliana nasi kwa namba hizo. Asanteni. Nimaliza kuzungumza na kuvuta pumzi baada ya kuona kamera zikizimwa. Martin alikuja na kuweka mkono wake mgongoni kwangu. Nilitamani kumwegemea, lakini sasa sidhani kama huu ni wakati sahihi. Haya, wakati wa kula sasa umeshafika. Aliniambia sasa, akiniongoza kwenye chumba kimoja hivi kikubwa tu ambacho kina kantini na viti na meza. Hii ni sehemu ya wafanyakazi kula, hata wewe na hata wageni watakao kuja, lakini kwa leo hii ni buffet kwa ajili ya kila mtu. Aliniambia huko sasa akinikabidhi sahani. Mpaka muda huu sikuwa na njaa kabisa. Nilitaka tu kula nyama na wine kidogo. Na hicho ndicho nilichofanya. Mpaka muda tunatawanyika kurudi nyumbani, nilikuwa nimechoka sana. Msikilizaji, upele umempata mkunaji. Sijui nisemeje tu, lakini unaachana na mpenzi wako, anaingia kwenye mahusiano na mtu ambaye ni mkubwa kuliko wewe, na huyo mtu anakuja kukuweka wewe kwenye matatizo. Adrian maskini sasa hivi yuko ananyea ndoo huko maskini. Sasa huenda huruma ya mwanamke ikiendelea kutawala, yani mwamba akiendelea kumsikiliza na kwenda kumwachia Adrian, itakuwa ni poa zaidi. Lakini mimi na wewe tunaulizana ya kwamba je, huyu Martin atakubali kumwachia Adrian, kwa sababu si anaelewa kwamba anaweza akamwachia alafu mwisho siku akaendeleza wivu wake kumsumbua wakati yeye ndo kwanza penzi huku limekubaliwa na maisha yanaenda safi. Sasa pele limempata mkunaji maskini tayari. Sasa hivi Lindsay yupo kwenye uhusiano shete, uhusiano nyata, uhusiano tam pamoja na Martin. Kijana wetu Aston ndio hivyo. Kwanza Aston alikubali yeye mwenyewe kwamba hawataki kuwa kwenye mahusiano, wao tu marafiki wa kwanza kubanjuana. Sasa hao makubaliano yao sijui ataishia wapi. Sijui ilitakiwa Aston abaki kwenye msimamo kwamba anamhitaji awe mpenzi wake ama, lakini mwisho siku bado Lindsay anakuwa na kigezo cha umri kwa Aston. Anakuwa na kigezo cha nini? Cha umri kwa Aston. Ukijumlisha pia na matendo ya Aston kwenda klabu nini, sasa yanaweza kama amemshushia credit. Lakini huenda Aston akana mapenzi ya dhati, lakini ninaamini mwisho wa siku Aston anaweza kaja kupata tena credit baada. Hatuombei msikilizaji, lakini kumbukeni Aston ni dokta wa watoto. Kwa hiyo basi yeye ndio muda mwingi amekuwa medili sana na watoto hao wa Lindsay. Sasa hatuombei watoto wa Lindsay wapate changamoto, lakini end of the day watoto wanaweza kupata changamoto na wakaenda kwa Aston lenyewe, na mwisho wa siku huyo mzee baba tunafahamu ni mtu mzito nini, anaweza kana safari sumuna tayari kwa na safari sija Uingereza. Safari hizi za mbali, mwisho wa siku ukaribu tena ukaendelea kwa Aston pamoja na Lindsay.
tunatabiri tu, hatujui hali itakavyokuwa mbele, lakini mpaka dakika hii tunasema ya kwamba Pele limempata mkunaji. Sasa mpaka kufikia hapa, msikilizaji, wewe una maoni gani kwa hii sehemu? Yapi maoni yako msikilizaji? Nitacheka katika upande wa comment na nitafurahi sana kuona ukizungumzia lolote tangu tulipoanza dakika ya kwanza kwenye hii party mpaka tumeagana hapa, baada ya kujua sasa tayari Lindsay kaweka moyo wake kwa ndugu yetu Martin, ikiwa wakati huo Adrian yupo kwenye mikono ya sheria. Mtayarishaji wa hii simulizi ni dada yetu Chuchu, na aliyekusimulia ni Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.